Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Awwalu ma nastaftihu maqal bidhikri alhamdi rabbina ta'ala wa nas'alu allaha lana al-i'ana fima tawaffayna min al-ibana. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'da, mustami'una al-kiram, ikhwan zangu, ama baada kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bal ni bwana mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye katumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana alipomsifia akisema wa rafa'ana laka dhikraka. Ikhwan, ndugu zangu, ama anwani yangu leo hii inaitwa tihabul marara, maumivu ya nyongo, maradhi ya nyongo. Kwa nini watu wanaugua nyongo? Kwa nini unadhani kwamba nyongo si ugonjwa? Twende pamoja uweze kuona mazito ya kiungo hiki ambacho ni muhimu sana katika afya na mwili wa mwanadamu. Kwanza tunaanza taarif, yani introduction ya marara, nyongo. Anasema tihabul marara huwa tihabu yusibu al-marara, yani maumivu ya mwili yanayoletwa na yanayoanzia katika nyongo. Sababu yake na chanzo chake ni ndani ya nyongo yenyewe hiyo hiyo. Katika hali za namna hiyo, wal marara hiya adu saghir an shakli al-kumathri yaqa'u ala janibi al-ayman min al-batni tahta al-kibdi. Mwanazuoni anasema nyongo ni kiungo kidogo sana kinachofanana na kumathri, ambacho kinapatikana pembezoni, yani upande wa kuliani, kinachopatikana upande wa kuliani mwa tumbo lako, ambapo ni chini ya ini. Kulia kama mimi hapa nilipo, kuliani kwangu ni huku, na huu upande wa kulia ndiko kunakopatikana nyongo, lakini nyongo hii inapatikana chini ya ini. Katika hali za namna hiyo, haithu tahtawi almarara sailan hadhimia, kama jinsi ambavyo nyongo inatambulika vizuri kabisa kwa utendaji wake kazi. Moja ya kazi yake ya nyongo ni kuwa na maji yenye kufanya usagaji mzuri wa chakula katika tumbo la mwanadamu, ambayo maji hayo tutlaqu fil am'a'i daqiq, ambayo hupelekwa katika utumbo mdogo katika tumbo la mwanadamu. Wa fi mu'dhami halat, na katika hali nyingine nyingi tu za hii nyongo tunasema tusababu alhaswati as-safrawiyya allati tasuddu al-anbubu al-mu'udiyya ila kharij al-marara al-isabati bittihabi al-marara. Mwanazuoni anasema hii nyongo tusababu alhaswati as-safrawiyya, vijimawe vidogo vidogo vya manjano huleta shida ya, anasema tasuddu al-anbub al-mu'udi ila kharij al-marara. Anasema vijimawe hivyo vidogo vidogo vya rangi ya manjano huenda kuziba katika mirija miwili ya nyongo inayotoa maji ndani ya nyongo na kupeleka katika utumbo uliokuwa utumbo mdogo, kharij al-marara, nje ya nyongo. Sasa inapotokelezea vile vijimawe vimeenda kuziba katika zile anbube, ile mirija ile, basi hutokea
al-isabati bitihabi al-marara, hapo ndipo panapoanza maumivu makali yanatokanayo na nyongo. Ndugu yangu, usiombe kusikia maumivu ya nyongo yanauma kweli kweli. Mimi nimepata kumwona, kwa sababu mimi ni mtabibu na nakutwa na wagonjwa wengi. Moja ya wagonjwa wanaonikuta ofisini kwangu, nyumba ya tiba na dua, ni hawa wanaosumbuliwa na maradhi ya nyongo. Nyongo imevimba, nyongo imejaa mawe, au ile mirija yake imejaa imeziba kwa vile vijimawe vya manjano. Wallahi maumivu yao ni makubwa sana yani anaongea na mimi huko ashikilia kwa pembeni hapa, naomba unisaidie, yani hali ni ngumu sana. Wallahi tumombe Mwenyezi Mungu atupe afya njema. Hakika hilo ni la msingi, hakuna ujanja wala nguvu ya kulikwepa hili, lakini madamu linaotokea wenzetu lazima tuliseme. Sasa inapotokelezea mambo kama haya, zipo dawa, wallahi zipo dawa, na dawa zipo nzuri kabisa. Mathalan mimi hapa nyumba ya tiba na dua tunayo dawa yetu inaitwa marara. Naambia Sheikh Khamis Suleiman nataka dawa inaitwa marara. Mimi nakuwa na kujua halisi kabisa kwamba wewe unasumbuliwa na tatizo la nyongo. Nyongo yako imevimba, nyongo yako inaleta maumivu makali, nyongo yako imejaa mawe, nyongo yako mirija yake imeziba kwa mawe ya nyongo, na itaenda kusaidia, na dawa hii itaenda kuondoshea mawe katika nyongo kwa idhini yake muumba wa mbingu na ardhi, kwa sababu sisi tunasema minna dua wa minallahi ijaba. Sisi tunatibia na Mungu ndio analeta majibu. Ashafi huwa Allah, mponyeshaji ni Mwenyezi Mungu subhana. Ikhwani, zipo sababu nyingi sana ambazo huwapelekea watu kupatwa na tatizo la tihabul marara, maumivu ya nyongo. Zipo sababu nyingi zinazowapelekea watu kupatwa na maumivu ya nyongo na maradhi ya nyongo, au kupatwa na mawe katika nyongo zao. Sababu ya kwanza tunasema husuwatul marara. Kupatwa maumivu ya nyongo, cha kwanza ni nini? Ni mawe ya nyongo yanaweza kaleta maumivu katika nyongo. Anasema ya haduthu tihabu al-marara fi aghlabi bisababi takunu juz'iyya sulbat fil marara, yani khusuwat al-marara. Anasema inaweza ikatokea maumivu makali mara nyingi ni kwa sababu ya kupatikana kipande cha juu au kipande kigumu cha juu ya katika ile nini marara yako, ambacho ndicho kitakachoenda kuanzisha vijitufe vidogo vidogo vya manjano, ambavyo hivyo kitaalamu vinakuja kuitwa ni mawe ya nyongo. Hii ni sababu ya kwanza ambazo hutokelezea kwa mwanadamu. Anasema watakawan wayumkinu an tasudda alhusuwat almarariya alanbub qanatu almarariya. Anasema inawezekana sasa kwa kupatikana hivyo vimawe hivyo, antasudda husuwatul marariya, kwenda kuziba hivi vijiwe vidogo vidogo vya marara, kuziba nini? Al-anbuba al-qanatul falube, kwenda kuziba mirija ya nyongo, alati mirija hiyo ya nyongo ambayo inachukua maji ya manjano kupeleka kwenda kusaga chakula. Kwa hiyo nyongo tumbo linapokuwa limekula chakula, tumbo linapokuwa limepata chakula, tumbo linatoa taarifa kwa nyongo. Tumbo unatoa taarifa kwa kongosho. Kitu gani kinachoenda kutokea hapo? Utumbo unapoleta taarifa kwa kongosho, kongosho anatema enzimat aina 8. Kuna enzimu aina 8 zinazotemwa na kongosho pancreas
kwa ajili ya kwenda kukutana na ma'u safrawiyatul marariya, kwenda kukutana na maji ya manjano ya nyongo. Kwa upamoja maji ya manjano na hizi enzyme zinapokutana zinaenda kutengeneza usagaji ule kwa mzuri, na tumbo lako utaliona linakuwa ni jepesi. Sasa kama maji yale yanakuwa hayatoki katika nyongo, mojawapo sababu yake ni kuziba mrija wake ambao unatoa ile maji ya nyongo kuja kwenye utumbo, na tiba yake ipo. Naambie Sheikh Hamis Sulemani, na mimi nataka dawa ya marara, inaitwa marara. Naambie popote pale ulipo takufikishia. Ama sababu ya pili, warmu, vimbe. Vimbe zinaweza kuleta shida katika nyongo yako. Sitaki kueleza sana na muda ni mchache, lakini sababu ya tatu tunasema insidadati qanawati alfarube, kuziba kwa mirija ya nyongo. Ama sababu ya nne, al-adawiya, maambukizi, nayo inaweza kaleta shida katika nyongo yako. Na hizi aina zote zinazozitaja hizi zina maelezo yake marefu sana na ufafanuzi wake mrefu. Wallahi muda wenyewe ni mchache, ningeweza kufafanulia zaidi. Almuhimu elewa kwamba dawa ya nyongo ipo, wallahi, na unapona nyongo kabisa kwa idhini yake Rahmani inshallah. Lakini mardhu shadid, mtu aliyepata maradhi mazito kama vile al-amradul muzmina, maradhi ya muda mrefu. Unajua kuna maradhi ya muda mrefu na maradhi ya muda mfupi. Amradul muzmina kama vile sukari, pressure, sijui ukimwi, yani yale maradhi ambayo mtu anaweza kadumu nao miaka 5, 10. Wewe kusikia malaria ya mtu kadumu nao miaka 5? Hata mwaka hajawahi kufikisha, eti wiki tu kufikisha pia ni bahati mbaya. Ni umechelewa kujitibia, au sivyo? Kwa hiyo mtu anayeugua maradhi ya muda mrefu ni moja ya sababu ya kumfikisha kupata shida katika nyongo yake. Al-aradhi, utajijuaje kama nawe unasumbuliwa sasa na nyongo? Nisikilize vizuri uweze kuona matokeo halisi yatakavyokuwa. Mwanazuoni anasema alamun shadidi fi juzu'il ulwi al-ayman min al-batni au wasat al-batni, kwamba mtu huyu anayeugua tatizo la nyongo, mawe ya nyongo, atakuwa na maumivu makali sana sehemu ya juu ya tumbo lake upande wa kulia. Mathalan mimi tumbo langu upande wangu wa kulia ni huu hapa. Sasa maumivu yatakuja juu ya tumbo, manake ni baina ya mbavu changa na tumbo hapa. Sasa ndipo patakapokuwa na maumivu makali, au maumivu hayo yakahamia katikati ya tumbo. Hiyo ni moja ya kujua kwamba unasumbuliwa na tatizo la mawe katika nyongo. Ama dalili ya pili ya mtu mwenye tatizo la maradhi ya nyongo, tunasema alamu inda lamsil batni. Utakuwa unasikia tu maumivu makali wakati ukijifinya tumbo, ukibonyeza unasikia maumivu makali. Kwa hiyo nao utakuwa upo makini sana. Hata mtu akikuuliza tumbo lako likoje, unasema lina maumivu, akilitaka kuleta mkono kwa ajili ya kufinywa, wewe subiri, usiniumize eti, kwa sababu tayari unajua ukifinywa unapata maumivu. Na hiyo ni athari inayotokana na nini? Na mawe ya nyongo, au nyongo imevimba katika hali za namna hiyo. Pata dawa yako hii, inaitwa marara. Ama dalili ya tatu tunasema ghithian. Mtu huyu atakuwa na hali ya kichefuchefu aliyepatwa na tatizo la mawe ya nyongo. Dalili ya 4 alqai, kutapika. Mtu huyu aliyepatwa na tatizo la mawe katika nyongo atakuwa na shida ya kutapika. Ama dalili ya 5 tunasema humma au qasharira. Mtu huyo atakuwa na dalili ya kuwa anapatwa na homa za hapa na pale, lakini pia zikiambatana na ile hali ya mitetemeko. Unajua mtu akaenda kajihoma fulani anahisi kama kutetemeka, leo nasikia baridi kwa kweli, yani vitu vya namna hiyo vitakuwa vinaambatana sambamba naye. Hiyo ni kujua ni dalili ya mtu aliyesumbuliwa na tatizo la nyongo au mawe katika nyongo yake. Ama dalili ya 6 yarqani ni maradhi haya ni yale maradhi ya manjano. Mtu atakuwa anaumwa maradhi ya manjano kwa sababu asili yake inatokana na nini? Na nyongo. Ama dalili ya 7 tunasema taghayyuru fil bauli, haja ndogo itabadilika, itakuwa katika hali mbaya. Ama dalili yangu ya mwisho tunasema irtifaa darajatul harara, joto litapanda mwilini wake, itakuwa na joto kali
katika hali za namna hiyo. Ikhwan, ndugu zangu, nimekufikishia jumbe hii ya dawa ya nyongo. Wallahi nyongo inatibika kabisa, amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nikwambie dawa hii inapatikana Dar es Salaam. Kwa watu wa Dar es Salaam ni rahisi kuipata, na wewe uliopo mikoani naambie upo mkoa gani, naweza kukufikishia. Na wewe uliopo nchi za nje naambie upo nchi gani, tutaweza kukufikishia. Ninachosubiri kwako ni oda yako. Sasa basi inshallah niishie hapa kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.